إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وبعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kutakasana na salamu zimfikie mwalimu wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ni fursa tena adhimu mimi kukutana nanyi katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika masjidi yetu hii, Masjid Tengwan, baada ya kuwa tulichukua kama likizo fupi ya masiku ya sikukuu yale na dhurufu za hapa na pale. Hii ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tena kwa mara nyingine. Lengo ni kukumbushana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyo wazi na sawa kabisa kwa waumini kukumbushana, na hii ni kupitia kauli ya Allah azza wa jalla na kusema wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Kumbusha, kupitia ukumbusho basi wale waliokuwa ni waumini watakuwa ni wenye kuwaidhika na kukumbuka. Mada yetu ya leo itasimama juu ya unwan Shahrullahi al-Muharram, mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa Muharram, na yapi basi hasa ya kufanya sisi kama Waislamu, na yale tutakayofanya sisi hatutoyafanya tu kwa rai zetu, bali tufanye kwa mujibu wa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba ili yafike salama na mwisho wa siku Allah subhanahu wa ta'ala ayakubali, lazima yawe yamefungamana na moja kati ya masharti mawili au masharti mawili lazima yawe yametimia, ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuitambua ibada hiyo tunayoifanya ndani ya mwezi huu. Miongoni mwa masharti hayo, kama ilivyo kawaida, ibada yoyote ile unayoifanya ili kubalike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sharti la kwanza kabisa likawa ni ikhlas, kulipwekesha, yani nalifanya kwa ajili ya kutafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini sharti la pili ni al-mutabaa, ibada hiyo lazima iafikiane na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kalifanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumelipata katika kitabu cha Allah Qur'ani, na kadhalika tumelipata katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqad akhbarana Allah subhanahu an iddati ash-shuhuri, Allah subhanahu wa ta'ala ametupa habari kuhusiana na idadi ya miezi. Allah azza wa jalla ametupa habari kuhusiana na idadi ya miezi. Faqala ta'ala, asema Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala au katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala 12 shahra fi kitabillah, ni miezi 12 katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma khalaqa as-samawati wal ardh, tangu Allah subhanahu wa ta'ala alipoziumba mbingu, kadhalika na ardhi, minha arba'atun hurum. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika miezi hiyo 12 kuna miezi iliyoteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuna miezi mitukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaiteua na kaipa nafasi ya hali ya juu mno, kama vile ilivyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yakhluqu ma yasha wa yakhtar, Allah subhanahu wa ta'ala huumba kitakacho, kadhalika hukiteua
na kukichagua na kukipatia daraja la juu na fadhila za juu kile alitakacho Allah subhanahu wa ta'ala. Katika miezi 12 hiyo Allah akasema minha arba'atun hurum. Katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Allah akasema katika miezi minne hiyo fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkadhulumu nafsi zenu katika miezi minne hiyo. Taban suala la kudhulumu nafsi ni suala ambalo limekemewa na limekatazwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakati wowote ule wao. Haifai wewe kudhulumu nafsi yako, lakini katika miezi ambayo Allah kaiteua na akaipatia manzila na fadhila za juu, usije ukafanya dhambi ndani ya miezi hiyo, kwa sababu dhambi ile itakuwa na uzito, itakuwa ni hali, itakuwa na dhambi ile itakuwa ni kubwa zaidi tofauti na ukifanya katika mwezi mwingine. Kama vile ilivyo ukifanya jema ndani ya miezi minne hii ambayo ni mitukufu, basi fadhila zake ni nyingi mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizi ni fadhila za Allah kama tunavyosema siku zote. Mwanadamu katika miezi 12 ndani yake kuna mawiki, kuna masiku, kuna masaa, kuna madakika, kuna masekunde. Hazipiti sekunde wala dakika isipokuwa utateleza, utafanya madhambi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kuna ofa. Ni majuzi tu kama tutakumbuka, tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, takriban miezi mitatu iliyopita nyuma huko hivyo, mwezi ambao una heri nyingi mno na fadhila zake mnajua kama zilivyokuwa zikielezwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini kabla kwa muda mfupi tu mkaingia katika masiku yaliyokuwa bora, masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, ambayo masiku yale amali njema unayoifanya basi ujira wake ni mkubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema ahabbul a'mali ila Allah, kwamba bora ya matendo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, au kama anasema kwamba katika hakuna min ayyamin, hakuna katika masiku amali njema ikawa ni bora na ujira wake ni mkubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko amali anayofanya mja ndani ya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Ile masiku kuanzia tarehe 1 mwezi wa Dhulhijja, 2, 3 mpaka 10 kweli. Lakini pia ni juzi mwezi umeshamalizika, tumeingia katika mwezi mwingine. Kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala bado tunaendelea kupata ofa za Allah subhanahu wa ta'ala. Yani katika yale masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, na ndani yake kuna siku moja ikawa ni bora zaidi, ile siku ya 9 ambayo ni yaumu Arafa ilikuwa, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya siku ya Arafa amafunga, atakayefunga mja siku ya Arafa, basi Allah subhanahu wa ta'ala kusamehe dhambi za miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka ujao. Lakini baada ya kutoka katika masiku yale, ni hivi sasa hivi tena tuko katika ofa nyingine Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo tuko katika moja ya ile miezi mitukufu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika miezi mitukufu hiyo minne, mitatu ni miezi ambayo imefuatana. Miezi mitatu iliyofuatana ambao ni Dhulqa'da au Dhulqa'da, kadhalika Dhulhijja wa Muharram. Ni miezi mitatu mutawaliyat imefuatana. Hii inahesabika ni katika ile miezi minne ambayo imehesabika kwamba ni miezi bora kabisa iliyofadhilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkadhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu. Katika miezi minne hiyo mitatu hii tuliyoitaja iliyofuatana, na mwezi mmoja ni mwezi wa Rajab. Ndio akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam wa Rajab Mubarak, na huu unahesabika katika kukamilisha miezi minne hii. Mje wa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya miezi hii hutakiwi kuidhulumu nafsi yako. Mal asafi shadid, katika jambo ambalo limewagubika Waislamu wengi, yani wamekuwa kama wamepitiwa sijui na kitu gani, kalenda ya Waislamu ama kalenda ya Kiislamu wamekaa nayo mbali, wala hawana habari nayo kabisa.
Lakini kwa Muislamu anayejitambua anatakiwa ahakikishe siku baada ya siku kwamba anatambua tarehe yake ya Kiislamu imekaje. Na hii ni kwa nini? Kwa sababu katika hii miezi na hizi tarehe kwamba kuna masiku maalumu yamewekwa kwamba ibada, kwamba yanamaanishwa na ibada zako, miongoni mwayo ni hii miezi mitukufu. Kama usipofuatilia utafanyaje ibada? Utajuaje katika ibada? Utajuaje mfano siku ya Arafa ni ipi? Na utakuwa unapitwa na ofa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kwa Muislamu anayejitambua kuweza kuifuatilia na kuhifadhi kalenda yake ili aweze kujua zile ofa za Allah subhanahu wa ta'ala za kujituma kisawasawa katika kukimbilia ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwezi huu wa Muharram unahesabika ni katika ile miezi minne alladhi adallana qabla ayami. Mwezi huu wa Muharram ambao umetufikia katika masiku machache tu haya yaliyopita, leo ilikuwa ni tarehe 6, ambapo na kuingia kwa magharibi tumeshatoka katika siku ya 6 na tumeingia tarehe 7, sababu kawaida ya kalenda ya Kiislamu kubadilika pale tu jua linapozama, unakuwa umeshaingia katika siku nyingine, kwa maana ya kwamba umeingia kwenye tarehe nyingine. Kama ulikuwa tarehe 6 kwa muda huu tuliokaa hapa baada ya salatu maghrib, kwa maana ya kwamba tumejua limeshazama, tumeswali maghrib, kalenda imeshabadilika, tuko tarehe 7. Wa huwa awwal shuhuri sana al-hijriya. Lakini pia Muislamu anatakiwa atambue kwamba mwezi huu ambao tuko nao ni moja au ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Katika kalenda ya Hijria au kalenda ya Kiislamu unahesabika ndio mwezi wa kwanza. Mwezi wa Muharram ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Walahu min al-makanati mithlu ma baqiyat ash-shuhuri al-hurum qabla. Lakini pia mtambue kwamba mwezi huu wa Muharram una fadhila na una nafasi ya juu kama vile ilivyo ile miezi mingine yote mitukufu iliyotangulia. Laqad awsana nabii sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhusia bisiyami fi shahri llahi al-muharram, sisi kufunga katika mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala al-muharram. Na angalia huu mwezi pia fadhila yake ni kwamba Allah kaunasibisha kwa yeye, pamoja na kwamba miezi mingine yote ni yake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mwezi huu akaupa hususia, akaunasibisha, akaudhihirisha kwa yeye, akasema shahrullah al-muharram, mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni huu wa Muharram. Fahariyu bina ayuha al-ahibba, hivyo ni jambo la msingi mno, ni jambo la kupendeza mno kwetu sisi an nabda amana hadha bitaati, sisi kuanza mwaka wetu huu ambao ni mwaka tayari kama mnafahamu tumeingia, kama tumesema ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Maana yake ni kwamba tayari umetoka katika mwaka uliopita umeingia kwenye mwaka mwingine. Katika kalenda ya Kiislamu mwaka uliopita tulikuwa katika mwaka wa 1446 tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hijra kutoka katika mji wa Maka kuhamia katika mji wa Madina. Yaani tangu siku Mtume ameondoka mpaka kufikia siku yetu ya leo tayari miaka 1447 imefika. Kwa hiyo mwaka uliopita ulikuwa ni mwaka 1446 kuingia mwezi wa Muharram ambao ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu, tayari tarehe ile imeshabadilika. Maana yake ni kwamba umeshaingia katika mwaka wa 1447. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhusia ndani ya mwezi huu wa Muharram sisi kukithirisha kufunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhusia kwamba tukithirishe kufunga katika mwezi wa Muharram, waja'ala lis-sawmi fihi fadlan 'ala as-sawmi fi ghayrihi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akajalia funga katika mwezi huu wa Muharram. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajalia kwamba funga ile itakuwa na fadhila
juu ya saumu ambayo itakuwa nje ya miezi mingine maada saumu ya Ramadhani, tofauti na ile funga itakayokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasimulia, anasema ya kwamba anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema afdalu siyami ba'da Ramadhan shahrullah al-muharram. Haya ni maneno ya alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema bora ya funga baada ya mwezi wa Ramadhan, yani baada ya ile funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Taban funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan manzila yake ni juu mno. Sasa baada ya hiyo ya mwezi wa Ramadhani, funga itakayokuwa ni bora zaidi basi ni funga itakayokuwa ikifungwa katika mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, shahrullah al-muharram, ni ile funga itakayofungwa katika mwezi wa Muharram, mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni mimi na wewe kujituma kisawasawa kuhakikisha kwamba tunakimbilia masiku yetu haya kukithirisha kujituma kwa Allah subhanahu wa ta'ala, li'idhami thawabihi inda Allah, kutokana na thawabu zitakazopatikana wewe kujituma kufanya taa, ikiwa ni kufunga na kufanya mengine ya kheri ndani ya mwezi huo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalika siyamu Ashura, na miongoni mwa saumu hizo ni funga ya siku ya Ashura. Siyam yaum Ashura ni funga ya siku ya Ashura, wa huwa al-yawm al-ashir min hadha ash-shahr, na siku hiyo au iliyotambulika kama yaum Ashura ni siku ya 10 ya mwezi huu wa Muharram, wa huwa al-yawm alladhi najja Allah fihi nabiyahu Musa alayhi salam, na siku hiyo ya 10 ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alipata kumnusuru nabii wake, alimuokoa nabii wake Musa alayhi salam wa qauma, kadhalika na watu wake, min Fir'aun, kutokana na vitimbi vya Fir'aun. Faqala jalla wa ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Musa liqaumi, nakumbuka nabiyullah Musa aliposema kuwaambia watu wake, udhkuru ni'matallahi alaykum, ikumbukeni ile neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu, idh anjakum min ali fir'aun, pale Allah subhanahu wa ta'ala alipokuokoeni, idh anjakum, pale alipokuokoeni min ali fir'aun, kutokana na watu wa Fir'aun, yasumunakum su'al adhab, ni kwamba watu wa Fir'aun walikuwa wakikumiminieni adhabu ambayo ni kali, adhabu mbaya. Walikuwa watu wa Fir'aun pamoja na Fir'aun wakiwatesa sana watu wa Musa. Sasa Allah anatukumbusha kwa kusema kumbukeni neema hiyo pale Allah alipokuokoeni kutokana na Fir'aun, pale walipokuwa wakimimina adhabu kali kwenu ninyi, wayudhabihuna abna'akum, lakini pia wakiwachinja watoto wenu wa kiume. Mnakumbuka Fir'aun alikuwa na wachawi, alikuwa na kundi la wachawi wengi sana, na hao ndio walikuwa wakimpa jeuri na kiburi na kuona kama ana uwezo wa kufanya lolote lile kwa wachawi wake wale. Alipotumilizwa Nabiiullah Musa, wachawi wale na wanga wale wakamwambia, bila shaka wewe kifo chako kitapatikana kupitia kijana ambaye anakusudiwa atakayezaliwa, huyo ndio atakayefanyaje, atakayekuja kukuua wewe. Kwa hiyo ikawa kwa Firauni inazunguka kwenye kichwa chake, kila kilala akiamka, mimi wa kuniua, atakayeniua si mwingine bali ni mtoto. Yaani atazaliwa mtoto kiume atakuwa, na hiyo ndio itakuja kuwa ni sababu ya kifo changu mimi. Firauni akaona cha kufanya, kila atakayezaliwa sasa ni kumnyonga, kila atakayezaliwa ni panga, ni kumuondoa tu. Kawa anachinja tu akionekana katoto ka kiume. Yaani kila mama atakayepata ujauzito anaanza kufikiria kuanzia mimba, mwanzo siku ya kwanza mpaka miezi 9, mama yuko katika kufikiria, je, nitafika salama? Je, siku
kujifungua, nitazaa mtoto wa kike, ukizaa mtoto wa kike hana wasala, wewe uko salama na Florida. Lakini ikionekana ni mtoto kiume, hana nafasi ya kuchinjwa tu. Kwa hiyo aliwachinja wengi sana Firaun katika kipindi chake. Yote hii ni kuhofia mauti, kuogopa kwamba anajua kwamba atakayenimaliza mimi au kifo changu kitapatikana kwa kupitia mtoto wa kiume. Sasa Allah anawakumbusha waambie, kumbukeni hiyo neema ya Allah alipokuongoeni na hivyo vitimbi vya Firaun, akiwamiminia adhabu kali, kadhalika akichinja watoto wenu wa kiume na akiwaacha wale watoto wa kike, wastahiyuna nisaakum, na akiwaacha wale watoto ambao ni wa kike. Wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim, na katika hilo au na hilo kwenu nyinyi ni mtihani mkubwa uliotoka kwa Mola wenu mkubwa. Walihadha sanna lana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kupitia hili basi akatuwekea sunna au akatuwekea mwenendo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, siyama hadha leo, yani kwetu sisi ikawa kufunga siku hii ikawa ni sunna, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hilo, na kwetu sisi likawa jambo hilo kama Mtume kalifanya na sisi tukalifanya, na litaendelea kuwa ni sunna ila an takuma saa. Jambo hilo litakuwa ni lenye kuendelea mpaka kiyama kitakapokuwa ni chenye kusimama. Ikawa ni sunna kwetu sisi kwa kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga siku hii. Fa'an ibn Abbas radiyallahu anhuma, kutoka kwa Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, anasimulia anasema ya kwamba kalima an-nabii sallallahu alaihi wasallam al-Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika katika mji wa Madina. Faraa al-yahuda tasuma yawma Ashura, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohama kutoka katika mji wa Makka akahamia katika mji wa Madina. Zama alifika katika mji wa Madina, aliwakuta Mayahudi wakifunga siku hii. Ayo ni siku hii ya 10 ya mwezi Muharram, ambayo inatambulika kama yaumu Ashura, na inaitwa Ashura kwa sababu inapatikana katika siku ya 10 ya mwezi mtukufu wa Muharram, kama mwezi mtukufu wa Muharram. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika katika mji ule akawakuta Mayahudi wanafunga siku hii. Faqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma hadha, ni kitu gani hiki ama ni jambo gani hili mnalolifanya, ama kwa nini mwafanya hivi, kwa nini mwafunga siku hii? Qalu hadha yawm sa'i. Mayahudi, nakumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia katika mji wa Madina, kwa Mayahudi wanaishi mle. Mayahudi walikuwepo kiishi wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia katika mji wa Madina. Sasa wao jawabu nao wakasema hadha yawm salih, hii ni siku bora. Hadha yawmun najja Allahu bani Israil, hii ni siku ambayo Allah aliwaokoa bani Israil min aduwihim, kutokana na adui wao ambaye ni Firaun. Fasamahu Musa, Nabiiullah Musa baada ya kuokolewa kutokana na vitimbi vya adui wao ambao ni Firaun, ile shukran lillah, kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kuifunga siku hii. Fasamahu Musa qal, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia maneno yale kwamba ni siku iliyokuwa bora, ni siku ambayo Allah azza wa jalla aliwaokoa bani Israil na vitimbi vya adui wao ambao ni Firaun. Sasa Nabiiullah Musa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema ya kumuokoa, akawa ni mwenye kufunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia maneno yale akasema, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, basi mimi ni bora zaidi kwa Musa na ni aula zaidi kwa Musa na ni wakaribu zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia, fasamahu wa amara bisiyami. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuifunga siku hiyo ya Ashura, siku ya 10 ya mwezi wa Muharram, akawa ni mwenye kufunga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa amara bisiyami, lakini pia akaamrisha umma wake wawe ni mwenye kuifunga siku hiyo.
Wa akhbarana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna sawmahu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam pia akatuelezea kwamba funga hiyo ambayo wewe unaifunga, ambayo kaifunga Nabiiullah Musa, kafunga Mtume sallallahu alayhi wasallam, kawaamrisha umma wake wafunge. Sasa Mtume akasema funga hiyo unaifunga yukaffiru dhunuba sana al-madiya, inakuwa ni sababu ya kukusamehe wewe dhambi, ya kufutiwa wewe madhambi ya mwaka uliopita. Angalia fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, ndio tukasema kwamba bado tuko katika ofa za Allah subhanahu wa ta'ala, na ni wewe kuchunga hizi ofa, na uwezo ukazifahamu kama hujui kalenda, tarehe ya Kiislamu inaendaje. Abu Qatada radhiyallahu anhu anasimulia, anasema ya kwamba anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, wasiyamu yaumi Ashura, nafunga ya siku ya Ashura. Hiyo Ashura tumesema ni siku ya 10 ya mwezi Muharram, ambao ndio mwezi ambao tuko nao. Ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla, nataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala kusamehe dhambi za mwaka uliopita. Angalia ofa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa siyamu at-tasi' al-ashir mustahabun, lakini kufunga siku ya 9 ya mwezi huu wa Muharram ma'al 'ashir, pamoja na siku ya 10 ya mwezi wa Muharram, mustahabun, basi jambo hilo ndio lenye kupendeza zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga siku ya 10. Baada ya hapo maswahaba wakamwambia Rasulullah, walakinna al-yahuda yasumun, lakini mayahudi wanafunga ndani ya siku hii, na wewe kama Muislamu umeamrishwa kuwahalifu mayahudi na manaswara. Khalifu al-yahuda wan nasara, wakhalifuni mayahudi na manaswara. Na hili swala la kiibada, ili usije kuwa kama wao au kufanana nao, basi khalifiana nao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ikiwa nitaishi, Allah akanipata ufiki ya kuishi mpaka mwaka ujao, la asumanna tasa wal ashir, basi nitafunga siku ya 9 na siku ya 10. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwafikishwa kufika mwaka ule. Kwa hiyo ni mimi na wewe, siku ya kufunga aswani siku ya Ashura, lakini ili kuwahalifu mayahudi na manaswara, basi inabidi kufunga na siku kabla yake. Ikiwa ukuwafikishwa siku ya kabla, basi funga siku ya Ashura na siku itakayokuwa baada yake. Ndio Mtume akasema, la in ishtu ila qadi la asumana tasa wal ashir, ikiwa nitaishi mpaka mwakani, kwamba mwaka ujao Allah akanipata ufiki ya kufika, basi mimi nitakuwa ni mwenye kufunga siku ya 9 na siku ya 10. Kwa hiyo wewe, ili usiafikiane na mayahudi, inatakiwa uwe ni mwenye kufunga siku kabla na siku hiyo, au siku hiyo na siku itakayokuwa baada yake. Kufanya hivyo mukhalafatan lil yahud, ni wewe kuwakhalifu mayahudi. Faqad thabata 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala, imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba yeye amesema, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi', ikiwa nitakuwa nimeafikishwa kama nilivyotanguliza kusema kufika mwaka ujao, basi tafunga siku ya 9 na siku ya 10. Wala budda lana ma hadhihi al-qissa al-'azima min waqafat, lakini pia hapana budi kwamba kwa kupitia historia hii ya Nabiiullah Musa na yule adui wake ambaye ni Firaun, aliyekuwa amefanya vitimbi vya kumtesa Nabiiullah Musa na watu wake, ikiwa kila aliyozaliwa katika kipindi kile mtoto wa kiume ananyongwa, kadhalika wakimiminiwa adhabu kali. Patakuwa na visimamo vichache ambavyo kwa kupitia dakika chache hizi ambazo tuko nazo tutapitia kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kula hadhihi alwaqafat, kisimamo cha kwanza kupitia kisa hiki cha Nabiiullah Musa na Firaun, anna najata bani Israil, hakika kule kunusurika na kuokolewa bani Israil min Firauna fi Ashura, kutokana na vitimbi vya Firaun katika ile siku ya 10, tuallimna anwa' at-tauhid thalatha. Hilo tukio hilo ni kwamba
linatufundisha sisi kama Waislamu aina za tauhidi tatu. Katika anwaa at-tauhid, tauhid imegawanyika katika vigawanyo vitatu: tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah wa tauhid al-asma' was-sifat. Sasa kupitia tukio hili la Nabiiullah Musa na adui wake Firaun alayhi la'na, ni kwamba linatufundisha sisi aina tatu za tauhid. فتوحيد الربوبيه ظاهر في تدبير الله لعباده المؤمنين. توحيد الربوبيه ni dhahir ama inadhihiri katika kupangilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala mambo yake liibadihi almu'minina, kwa waja wake waumini, wa annahu al-khaliq, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye muumba, yakhluqu ma yasha mata yasha. Allah subhanahu wa ta'ala kuumba akitakacho wakati atakao Allah subhanahu wa ta'ala, wa kaifa shaa, na namna atakayo Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad hawala Allahu al-bahra tariqan yabisa. Siku zote bahari ni maji, huwezi kutembea baharini hivi kama unavyotembea nchi kavu, lakini Allah akitaka utembee utatembea, wala hakuna wasiwasi. Allah kaigeuza bahari baada ya kuwa kwamba ni huwezi kutembea kwa kawaida hivi, lakini kaigeuza Allah subhanahu wa ta'ala bahari ile ikawa ni njia ya bisa tena ambazo ni kavu kabisa. Ukiangalia imani, lakini baada ya Nabiiullah Musa kuchapa bakora yake pale, zikapatikana njia, akafuata na yeye na wafuasi wake, wanatembea kwenye maji kama vile unavyotembea kwenye lami nje ya mwili. Angalia uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo linaonyesha tauhid rububia. Allah kageuza kitu kutoka katika hali ambacho kikawaida maji vitukatembea, lakini Allah kaigeuza ikawa ni sehemu kavu, unatembea kwenye maji kama vile unavyotembea kwenye nchi kavu. Hapa tunajifundisha tauhid ar-rububia. Allah kaifanya bahari au maji yakawa ni sehemu kavu, liyaj'alahu sababan linajati ibadi. Kafanya hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ili ipate kuwa ni sababu ya kuongoka na kunusurika waja wake. Wa tauhidul uluhiyya dhahirun fi hadhihi alqiswa, lakini pia tauhidul uluhiyya hizi aina tatu za tauhid kadhalika inadhihiri kupitia kiswa hiki bidua, kwa zile dua zao. Maana dua ni ibada na kumuomba ni Allah subhanahu wa ta'ala, na Nabiiullah Musa hakukimbilia kwa yoyote kwa sababu ni ibada, bali alikimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye pamoja na wale wafuasi wake ambao walimwamini na kumfuata. Hapa tunajifundisha aina ya tauhid, kwa sababu waliinua mikono kumuomba Allah, hawakukimbilia kwa kiongozi yoyote yule katika wanadamu, wala kwa mnyama, wala kwa majini, wala kwa milima, wala kwa mizimu, bali walijua kwamba wakukimbilia ni Allah subhanahu wa ta'ala. La manja, hakuna makimbilio wala hakuna kuokoka isipokuwa kukimbilia kwa nani? Ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hilo wakalidiriki, wakainua mikono yao, wasidqi tawakkul, lakini pia wakawa na kutawakkali kwa ukweli kweli, sidqi tawakkul wal khudu'i wad dhulli wat ta'zim lillah. Wakajinyenyekeza, wakajidhalilisha na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tauhidul asma wa sifat, na tauhidul asma wa sifat kwa kupitia kiswa hiki yatajalla inda istihbari kulli ismin min asma'illahi alhusna wa sifatihi alula. Hayo yote yanadhihiri kwa wewe kuhudhurisha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na sifa zake za Allah subhanahu wa ta'ala, mimma yunasibu ahdatha hadhihi alqiswa, kwa kupitia mambo ambayo yanalingana na matukio ya kiswa hiki. Fallahu azza wa jalla, kwani Allah subhanahu wa ta'ala wal qadir, Allah yeye ni mweza. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mweza. Amara al-bahra fanfalaq, Allah subhanahu wa ta'ala katoa amri, inma amruhu idha arada
shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kwani amri yake Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka jambo si kama mimi na wewe mpaka ufanye hiki ufanye kile la. Yani mfano mimi nimekaa hapa, taa kama imezima lazima niamke hapa nikawashe, au kama na nyenzo nyingine labda na bado ni karibu hapa nibonyeze, au na remote lazima nitaharaki nifanye kile kile. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi shay'un. Yeye amri yake inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Amri yake kitaka jambo lolote usema tu kuwa na linakuwa pale pale. Kwa hiyo Allah yeye ni mweza. Amara al-bahra fanfalaq, bahari ile wewe ndio unafukuzwa na adui umefika baharini pale, kama unajua kuogelea ndio umeshamalizika kweli. Kama unajua kuogelea unaweza ukaogelea ukafika mahali pumzi imeisha ukazama huko adui ameshakufikia. Lakini angalia Allah subhanahu wa ta'ala, yeye aliamrisha, anajua Nabii Musa kwa nguvu yake tu hawezi kufanya lolote, na msaada wake ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na kwa kuwa ameshamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na akawa na sidqu tawakkul, ukweli wa kumtawakkali Allah subhanahu wa ta'ala, akajua kabisa kwamba mimi nitanusurika wala kuna shaka. Maana ile wakati baada ya kuona bahari iko mbele, adui yuko nyuma, hata wale baadhi ya watu wake kwa ile hofu ya binadamu ikafikia wanasema inna la mutarakuna, kuisha habari yetu, wameshatudiriki maadui hawa bayani, ndio kifo tunakiona hivi. Lakini Nabii Musa na wale walioamini kisawa sawa wana ile tawakkul, kumtawakkali Allah kikweli kweli, kama anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yule mwenye kumtawakkali Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah anamtosha. Nabii Musa hakuwa na wasiwasi kwa sababu anajua yeye ni mjumbe wa Allah, anachokifanya kaamrishwa na Allah, na akajua kwamba hakuna la kumpata isipokuwa lile ambalo amelipanga Allah subhanahu wa ta'ala. Na tayari kwanza mwanzo wakati anatumwa yeye na anamuomba Allah ampe nguvu na sana alikokupitia ndugu yake Harun, Nabii Musa anahofu ile binadamu, anaogopa, ya Rabbi itakuwaje, Firauni ndio huyo, ndio jeuri kiasi hicho. Lakini anamwambia wewe nenda, kamwambia tena faqula, nendeni wewe na Musa na Harun, faqula lahu qawlan layyina, nendeni kisha mwambieni maneno laini, la'allahu yatadhakkar au yakhsha, kwenda akakumbuka na akarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au akamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaambiwa nendeni na maneno yaliyokuwa mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Musa anaogopa, akamwambia wala usiwe na hofu wala usiwe na nini, usiwe na shaka. Baada ya kutolewa shaka na wasiwasi na Allah subhanahu wa ta'ala, kaondoka akiwa na yakini ya kisawasawa, wala mwana wangu hawezi kuniacha hivi. Watu wake wanamwambia ndio maadui hao wamefika, qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Musa anasema wala kuna wasiwasi wala shaka, hakika mimi nina Mola wangu, huyo ataniongoza wala hawezi kunipoteza hivi. Angalia at-tawakkul wa kisawasawa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-qadir, yeye ni muweza. Amara al-bahra fanfalaqa, Allah kaiamrisha bahari, ile bahari kafunguka ikawa na njia. Wa huwa as-sami'ul basir, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwenye kusikia. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwenye kuona. Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi. Sami'a da'awati ibadihi mustadafina, alizisikia dua za waja wake ambao ni madhaifu, wale wenye kuteswa na Firauni kwa sababu yeye anajiona ndio mfalme. Nakumbuka katika zama zake ilifika wakati na ujeuri na ubabe mpaka akajiona yeye kujiita ana rabbukumul a'la, kwamba mimi ndio Mola wenu wa juu kabisa, hakuna Mola mwingine. Anafikishiwa maneno ya kuambia yuko Allah subhanahu wa ta'ala na sisi sote tumeumbwa kwa lengo la ibada. Anaambia yuko wapi? Hebu nitengenezeni nini ngazi nipande nimpatie huyo Mungu huko aliko, ili mimi nijue cha kufanya na kitu gani. Angalia juhudi alikuwa nayo, na anaambia yote atasema kwamba kuna Mola, basi mimi nitamaliza hapo hapo. Juhudi alikuwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala raa aduwahum yutariduhum, Allah alipowaona sasa wale maadui
kumfukuza Nabiiullah Musa, yani watu wa Firaun. Nakumbuka historia ni ndefu sana, tuwezi kueleza yote kwa mapana yake, kwa kupitia durusi mbalimbali na mihadhara mbalimbali. Ukifuatilia mtakuwa ni mwenye kuyapata huko, sababu ilifika wakati wa kusali wale wachawi wake wanasema ili mkapambane na nani? Na Musa. Musa anajiona yeye ni mchawi na ana watu wake si na nini, mimi nakusanya wachawi. Kwa hiyo wakaitwa pale, wakawekwa, wakaanza kutupa vijijimbo vyao vile, wakitupa vijikabakaba vile vinageuka kuwa ni nini? Inakuwa ni nyoka vidogo vidogo hivi, tahayulati. Lakini mambo ya kichawi chawi, sio ndio nyoka halisia. Kiasi kwamba watu wa Musa wale wanaona sasa tutakiwa na hivi nyoka mbona, lakini bado Musa anayakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akamwamrisha ile fimbo yake yenyewe aitupe. Alipotupa ghafla anageuka kuwa ni nyoka mkubwa, anaelekea vile vijinyoka vile vikabakaba vyao anavimeza. Ndio pale baadhi ya watu wa Musa wakaanza kukomoka, wanasujudu huko wakisema amanna bi rabbi Musa wa Harun. Hapana, sisi tumemwamini Mola wa Musa na Harun. Sababu wanaona kama ni uchawi, wenyewe wamebobea kwenye uchawi, lakini hiki alichokuja nacho Musa bila shaka usio uchawi, bali huyu atakuwa katumilizwa na mwenye nguvu na wala si mwingine bali ni Allah subhanahu wa ta'ala. Firauni alipoona vile akaanza kuwakamata. Kabla sijawaambia mimi, nyinyi mnaanza kugeuka na kufuata Musa, hakikisheni mtawasagasaga, mtawafunga kwenye mashina ya mitende, mtawamalizeni, mtawanyonga nyote. Lakini tayari imani kishakaa katika moyo wako, wala huna shaka na Mola wako. Katika wakati sasa Nabiiullah Musa anafukuzwa na akaamua kuondoka na watu wake wakafuata, wamefika baharini, ndipo pale Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha atupe ile tumbo yake. Allah akamnusuru alipomuona adui ambao ni Firauni na watu wake wakiwafukuza wale mustadhafina, wale watu ambao ni madhaifu katika watu wa Musa, wa alima bihalihim, na Allah alipoitambua hali yao ya hawa watu ambao ni madhaifu, wa huwa ar-raufur rahim biibadihi almu'minin, na ilhali kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni rauf, ni mpole na ni rahim, ni mwenye huruma kwa waja wake waumini. Wa huwa al-qaribul mujibu liddu'a, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu na ni mwenye kujibu dua, ni mwenye kuomba. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi. Allah alipoona lile na hali wakimuomba, wa huwa al-azizu al-jabbar, na ilhali Allah ni mwenye nguvu, yeye ndio jabbar. Intaqama lahum, Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuangamiza akina Firaun. Intaqama lahum min Firauna wa qaumi, Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru wale watu wa Musa kwa kuangalizia yule adui wao ambao ni Firauni na watu wake. Fa aghraqahum fil yam, kisha akawa amewazamisha huko katika mto Yam. Ama alwaqtu thania, ama kisimamo cha pili kwa kupitia historia ya Nabiiullah Musa, an-nabiyina Allahi mansur, ni mimi na wewe kutambua ya kwamba dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yenye kunusuriwa. Hata nyote mkiamua ukasema sisi hatuna haja na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, la adhhaba Allahu ankum, Allah atakuondoeni nyote na ataleta watu ambao watasimama na kuisimamia dini yake, na dini itaendelea kubaki ila atakoma sana mpaka kiyama kitasimama na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwepo. Tambua tu ya kwamba na kuwa na yakini anna dina Allahi mansurun, dini ya Allah ni yenye kunusuriwa, wa anna al-haqqa ghalibun, na haki siku zote ndio yenye kushinda. Wa anna al-haqqa ghalibun, na haki ndio yenye kushinda. Wa in tala zaman, hata kama zama zikarefuka vipi, lakini mwisho wa siku haki itakuwa ni yenye kushinda. Au istabta baadhi almu'minina dhalika an-nasra, au hata baadhi ya waumini wakaona kwamba labda tutashindwa, wakaona labda kuna uzito fulani, lakini watambue tu nusra siku zote ipo tu. Waqala Allah ta'ala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, kataba Allah la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz. Kaandika Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala, kaandika kwa kusema la aghlibanna,
na hapa ya kwamba nitashinda, ana wa rusuli, mimi na mtume wangu, inna Allaha qawiyyun aziz, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwenye nguvu. Allah ni qawi, Allah ni aziz. Faqad istatta bani Israila an-nasra, kwa kuwa waliteswa sana watu wa Firaun mpaka mwisho siku wakaona kwamba labda ndo hatupati tena nusura. Wanaona nusura ilikuwa iko mbali. Elewa, nusura itapatikana na haki itasimama tu, hata kama muda ukarefuka, zama zikarefuka namna gani, lakini mwisho siku haki ndiyo yenye kushinda na nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala iko pale pale. Watu wa Bani Israeli au watu wa Nabii Musa waliona nusura iko mbali, washtakau ila Musa alayhi salam, mpaka mwisho siku wakafikia kushtakia kwa Musa alayhi salam kwamba hii nusra lini itafika. Lakini hinama adina Allah binasrihim, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipotoa idhini ya kuwanusuru, sasa alipotoa idhini ya kuwanusuru, jaahumul faraju, faraja iliwajilia, wa ahlaka Allahu aduwahum, na Allah subhanahu wa ta'ala akamwangamiza adui wao, wa makkanahum fil ardi, na akawawezesha wao katika ardhi, liyandhura kaifa ya'malun, ili apate kuona namna gani watafanya ama vipi watafanya. Ama alwaqfatu thalitha, ama kisimamo cha tatu kupitia historia ya Nabii Musa na Firaun, anna shukra Allahi ala an-ni'ma, kwamba kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika neema, inma yakunu bi ta'atihi wa ibadatihi, hilo linakuwa ni kwa kupitia taa yake wewe kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumwabudu Allah bima shar'a, kwa kupitia vile alivyokuwekea sheria Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa kuzua. Yani kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kunatakiwa kuwe kwa yale aliyo kwa ibada ambazo amekufaradhishia Allah subhanahu wa ta'ala, kumtii Allah kwa kupitia vile alivyokufaradhishia, wala yakunu bima'siyatihi wala bilibtida, wala isiwe kwa wewe kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kupitia neema ambayo Allah atakuneemesha, au kwa kuleta mambo ambayo ni uzushi. Fanabiyu sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam, swama dhalika al-yawm, alifunga siku ile. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifunga siku hiyo ya Ashura, siku ambayo kaokolewa Nabii Musa na watu wake, wa amara bisiyami, lakini pia kaamrisha umma wake, mimi na wewe kuifunga siku ile, wa qablahu, na kufunga siku kabla yake. Faala Nabiyullah Musa alayhi salam, na hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam kama vile yeye alivyofunga siku hiyo, na hivyo Nabiiullah Musa ndivyo alivyofanya, kwamba alifanya Nabiiullah Musa na Mtume sallallahu alayhi wasallam akafanya mithla dhalika, mfano hivyo alivyofanya. Walam yashra' Allah subhanahu wala nabiyya, na wala Allah subhanahu wa ta'ala hajafaradhisha wala hajaweka kuwa ni sheria, wala nabiyuhu sallallahu alayhi wasallam, wala mtume wake hajatuwekea sisi sheria, fi mithli hadha al-yawm, mfano wa siku hii, siku ya Ashura, yani katika hiyo siku ambayo ni Ashura, wala fi ghairi, wala katika masiku mengine isiyokuwa ya Ashura, an-nudhhira al-farah, sisi kudhihirisha furaha, birtikabi shay'in min al-ma'asi, kwa kufanya mambo ambayo yatahesabika kama ni katika maasi. Taban mu'min unapopata jambo la kufurahisha unatakiwa ufurahi, na kadhalika sisi tunatakiwa tufurahi siku hiyo. Kwa furaha yetu ni kwa kuwa Allah alimnusuru nabii wake, lakini furaha yetu tunatakiwa tuifanye vipi? Tuifanye kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alifanyaje? Mtume alifunga siku ile. Kwa hiyo na mimi na wewe tufunge siku ile, lakini si kwa kuleta vitu ambavyo vitakalifiana na yale aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tufanye kama alivyofanya, la bi mukhalafati shari', si kwa kuikhalifu sheria, wa fi'l bid'ah, na kwa kufanya mambo ya uzushi, allati ma anzala Allah biha min sultan, ambayo Allah hajateremsha hoja juu ya mambo haya. Amma alwaqfatu rabi'a,
ama kisimamo cha 4 miongoni mwa visimamo ambavyo tunalipata kupitia tukio hili la Nabiiullah Musa na adui wake Firaun, wa hiya anna tawakkul ala Allah, nalo si jingine bali ni kwamba kumtawakkali Allah subhanahu wa ta'ala, wewe kumtawakkali Allah subhanahu wa ta'ala, la yani at-tawakkula, haimaanishi ya kwamba wewe ubweteke. At-tawakkula ni wewe kukaa halafu usifanye asbab. Sawa mashaka Allah katuwekea riziki zetu ziko waziwazi, ni sisi tu kutoka na kufanya asbab. Nafahamu? Na ingelikuwa kwamba hakuna asbab katika kipindi ambacho mja wa Allah anakuwa katika hali ambayo ni ya dhiki mno, mfano mwanamke anapokuwa katika hali ya uzazi, yani siku anajifungua anaingia leba, ndo wakati anatamani wengine wasiokuwa na sobra, naweza kaongea hata maneno ya kufuru, inaweza kaambia natamani ardhi ipasuke kulingana na machungu na yeye, lakini bado na hali hiyo yuko nayo ambayo yuko nayo mwanamke, anaambiwa achukue sababu na Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia Maryam, siku anajifungua Nabiiullah Isa alayhi salam, siku amepatwa na uchungu, pembezoni kuna kijisiki cha mtende, kina tende juu. Japo Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kuamrisha jambo, inma amru idha arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun, angeamrisha tende na zikashuka na akaokota na akala. Uchungu umempata, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia wa huzzi ilayki bijid'il nakhla tusaqitu alayki rutban jania. Sura ya Maryam, tikisa hicho kijitende. Wewe fikiria shida la mtende kwa dalili. Maryam dhaif, ana uwezo gani wa kutikisa kile kijisiki kile? Wewe mwenye nguvu uweze, lakini amri ya Allah akiamua jambo huwa akamwambia tutikisa, shika tikisa hicho tende roba, tende mbichi safi and fresh, zitakudondokea na itakuwa ni chakula chako, na inakuwa ni sababu wewe pia kuweza kufanyaje, kujifungua kwa salama kabisa. Ni kipindi ambacho uko katika hali kama hiyo ya uchungu, lakini bado unaambiwa fanya sababu. Je, wewe unaekaa msikitini ukabaki ya Rabbi urzuqni, ya Rabbi urzuqni, ya Rabbi urzuqni, na tasbih refu kama hapa na mlangoni unasema tabaan, fanya adhkari, fanya tasbih, lakini kila kitu kipe nafasi yake. Toka katafute kama msikitini, fanya nini? Asbab. Fanya dhikri kwa nyakati zako ambazo unajua, lakini riziki yako usione una riziki alafu acha tu nikae msikitini, riziki itanijilia mimi hapa. Hata mimi swali tu kuanzia asubuhi jioni, riziki itanipata hapa. La, unaambiwa ifuate riziki yako. Toka rauka asubuhi, nenda kaitafute Kilombero, soko kuu, Mirongo, wapi kutoka kuzana na magari. Cha msingi riziki yako iko pale, ni wewe kufanya nini? Kufanya sababu. Sawa mashaka, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya sababu na kumtawakkali Allah subhanahu wa ta'ala, riziki yako utaipata. Ndio hapa anatuambia haina maana ya kwamba katika kumtawakkali Allah subhanahu wa ta'ala, la yani at-tawakkul, haimaanishi kwamba wewe ubweteke ukae tu mahali useme tu yeye Mwenyezi Mungu niruzuku, umeinua mikono juu. Umar ibn Khattab anasema la yajlisanna ahadukum, asije akakaa mmoja wenu akabweteka, iwe ni msikitini au ni sehemu yoyote alipokaa nyumbani kwake, wa huwa yaqul, na akawa ni mwenye kusema Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, imeinua tu mikono saa zote, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, wa qad alima anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fidda, na ilhadi ya kwamba anatambua kwamba hata siku moja mbingu haijawahi kushuka mvua ya dhahabu wala ya fedha. Kitaka dhahabu zinapatikana wapi? Zama huko chini, sio? Kadhalika madini ya Tanzanite, angalia watu walioko Mererani kweli, lazima usote kisawasawa ili ufanyaje, lakini mtawakkali kule kuingia na kuchima, ndo sababu unafanya, na ndo Allah anataka hivyo, na atakufungulia riziki zako. Lakini usikae tu ukasema Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, na ilhali utaki kufanya asbab.
Na Muislamu kama Muislamu dini yake ni dini ya kazi, hapa kazi tu. Fanya kazi na Allah atakufungulia riziki zako, wala hakuna wasiwasi. Fanya tu asbabu. Unachotakiwa wewe ni kufanya sababu. Sio ukasema kwamba namtawakkali Allah alafu utaki kufanya sababu, ile itakuwa ni atawakkul, ni kubweteka. Tayeb. Fatarku al-asbab nafsun fil aqli. Wewe kuacha asbabu, hayo ni mapungufu ya akili. Yaani wewe ukabaki tu unasema mimi bado nitakula tu wala hamna shida, nitakaa hapa riziki itanigilia. Huo ni upungufu wa akili, yaani ni umajununi. Na kadhalika milango yetu hii tunapofunga hii, Allah akiamua unaweza kulala bila hata kufunga mlango. Si ndivyo ilivyo? Lakini Allah anambia funga nini? Mlango, sio? Kwani mlango kale kakitazo unachofanya jambazi akiamua kuingilia pale katasaidia chochote? La, lakini funga mlango, tawakkali Allah subhanahu wa ta'ala na utalala salama na wala hakuna shida yoyote. Jikabilishe kwa nani? Kwa Allah. Usiache mlango wazi halafu ukasema mimi kwani kuna shida gani? Mimi sina tawakkali Allah. Mlango wazi ni haja. Vibaka wataingia, watakumaliza na motoni pia utaenda, sio? Kwa sababu umefanya tawakkul, umebweteka na ukaacha kuchukua sababu. Kwa hiyo sababu lazima uichukue. Unachukua asbabu ndio kufunga mlango. Sawa shehe? Riziki tunatafuta, asbabu ndio kutoka sisi kuelekea kwenye viwanja vyetu vya kazi. Hiyo ndio kuchukua nini? Kuchukua sababu. Tofauti na hapo utabweteka, utakuwa ni tawakkul hiyo. Ndipo utakaa pale vijiweni unategemea tu riziki itanipata hapa nilipo. Mwisho wa siku utakuwa kibaka, watu wakipita utawafuata huko, utawadhulumu watu akizao. Na dini yetu haijaamrisha mtu amdhulumu mtu kwa chochote kile. Riziki yako iko pale pale. Ukiamua kwenda kinyume na sheria ya Allah, basi itakuwa ndio wewe utaingia sasa kuwa ni kibaka, utakuwa na hili na lile, na wala usije ukamlaumu mwingine, bali ilaumu nafsi yako wewe kama wewe. Fatarkul asbab nafsun fil aqli, kuacha kuchukua sababu ni mapungufu ya kiakili, wa khalal fi tatbiq shari', lakini pia ni mapungufu katika kutekeleza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna at-ta'alluqa bil asbab wahdaha, kama vile ilivyo wewe kufungamana na sababu tu peke yake, hilo pia ni kosa, ni nafsu. Yani wewe ukasahau kwamba ar-raziq ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaona kwamba zile sababu tu unazofanya, unatoka unafukuzana kule na ukifunga mlango unajua tayari ndio nimeshamaliza mimi, bila kumuomba Allah na kutarajia msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika hayo ni mapungufu. Kwa hiyo lazima uchukue sababu, na wakati huo ufungamane na Allah na muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hapa anakuambia kama anna ta'alluqa bil asbab wahdaha naqsun fi din, kuitegemea tu sababu, nimefanya sababu basi hiyo sababu ndio kila kitu. Hayo ni mapungufu katika dini. Wa dinuna yuallimuna alwasatiyya, dini yetu inatufundisha uwasatiyya, ukati na kati. Fallahu ya'muruna an naf'ala sabab, Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha sisi tufanye sababu. Wa nahnu ala yaqin, tufanye sababu na ile hali ya kwamba tuna yaqini anna Allah ta'ala huwa khaliquna, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye muumba wetu, wa khaliqul asbab, na yeye pia ndiye aliyeziumba hizo asbab. Mu'athiratun, wa anna al-asbab mu'athiratun, na tutambue kwamba sababu zina athari, lakini biqadari Allah wa mashiati, lakini kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nulahidhu dhalika fi qissati Musa, na tutaligundua hilo katika kiswa cha Nabiiullah Musa. Wa nulahidhu dhalika fi qissati Musa alayhi salam, na tutaligundua hilo kupitia kiswa cha Nabiiullah Musa alayhi salam. Faqad kana Allah jalla wa ala qadiran ala an yaj'ala lahum al-bahr, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa na uwezo wa kuigeuza bahari tariqan min ghairi darba. Allah alikuwa na uwezo wa kuigeuza ile bahari ikawa ni njia pasina ya Nabiiullah Musa kupigana ile fimbo yake. Allah ana uwezo wa kuiamrisha tu pale pale, inma amru idha arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Lakini pamoja na tayari akamwamrisha Nabiiullah Musa apige katika ile bahari,
ghafla zikatoka njia pasina hata baada ya Nabii Musa kupiga pale zikapatikana njia. Kwa hiyo ile tunasema ni sababu Nabii Musa kafanya, na Allah akaitengeneza bahari kuwa sehemu kavu, watu wakitembea kwenye maji kama vile wanavyotembea kwenye ardhi kavu. Au ayuhlika Firauna wa huwa fi qasri, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa na uwezo wa kumwangamiza Firauni akiwa katika kasri lake. Kwani Allah ana uwezo wa kufanya hivyo, lakini hakufanya hivyo. Alitaka Nabii Musa achukue sababu. Wote wanaofanya dhulma wakajiona wao wana kibri cha hali ya juu, wakafanya au wana nguvu za hali ya juu, haina maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana uwezo wa kuangamiza. Allah ana uwezo wa kumwangamiza wakati wowote, lakini anampa muda tu. Lakini Allah yu'allimu bani Israil. Hapa tunachojifundisha ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawafundisha mabani Israil wa yu'allimuna, lakini pia anatufundisha sisi anna hunaka asbaban, ya kwamba kuna asbab qaddaraha lana, kuna asbabu ambazo kazikadiria Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, wa amarna an nattakhidha, na akatuamrisha lazima tuzichukue na tuzifanyie kazi, duna an nu'allika qulubana biha, pasina sisi kufungamanisha nyoyo zetu na hizo asbabu. Hizo asbabu tufanye, lakini tujue tuwe na yakini kwamba aliyenusuru ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima uwe na yakini kwenye moyo wako, aliyenusuru ni Allah, aliyeruzuku ni Allah. Kwa hiyo wewe fanya zile asbab, halafu mwachie nani? Mwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Alwaqfatul khamisa, ambacho ni kisimamo cha 5, anasema alkhawfu min al-akhtar, mtu kuogopa hatari yoyote ile. Mfano na kitabu na pia kuna kibaka, kuna jambazi huko pembeni pale, usipite njia hii. Au kama umedharurika lazima upite pale, unapita lakini una hofu, nimeambiwa kuna adui yuko pale, au kuna simba yuko pale, au kuna chui yuko msitu ule, lakini nalazimika nipite pale, no way, kwa lazima nipite pale. Lazima kutakuwa na hofu. Ile hofu ya kuogopa kitu ambacho unajua ni cha hatari, hiyo ni hofu ya kidibili, yani ya kimaumbile, wa tabiatu basharia, na hiyo ni tabia ya mwanadamu, wala haipigani. Wewe unasema na muogopa Allah subhanahu wa ta'ala, alafu katokea amekatiza adui pale, tukamuogopa, kwamba utakuwa na wewe unahesabika kwamba unamuogopaje adui yule? Kwani kumuogopa adui ndio kama vile kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala? Kumuogopa huyo adui ni kimaumbile, tumeumbwa hivyo sisi na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini haina maana kumuogopa adui ndio kumuogopa kwangu mimi nani? Hofu yangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Wa huwa shuuru, na kuogopa ni hisia ama ni shuur alladhi rawada, ndizo shuuri hizo alladhi rawada bani Israil, ambazo ziliwapitia hao bani Israil hina ma ra'u jaysha Firaun, pale walipoona kundi na jeshi la Firauni limefika linawafukuza wao na nabii wao Musa, adui amewakaribia. Qala Allah ta'ala, Allah akasema falamma tara al-jam'an, zama yalipokutana sasa majeshi mawili, jeshi la Firaun na jeshi la Nabii Musa alayhi salam, qala ashabu Musa, wakasema wale jamaa wa Nabii Musa, wale watu wa Nabii Musa, inna la mudarakun, hakika yetu sisi kwisha, ndio tumeshakamatwa. Sasa tunasema hii ni hofu, sio kwamba labda wana hofu ya Allah, wana hofu ya Allah, ama ni hofu ya kuogopa ile maadui, ni hofu ya kimaumbile, wala haina shaka. Lakini al-iman billah, lakini ile imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawakkul alayhi, na kule kumtawakkali Allah subhanahu wa ta'ala, yasturifu hadha al-khawf, inaondoa hofu hii ya kuogopa kiumbe. Wa yurshidu al-insana ila at-tasarrufi as-salim, lakini pia inamuongoza mwanadamu juu ya tasarrufu ambaye ni salama, hina ma yathiqu biwa'dillah, pale anapokuwa na thika na uaminifu na kujiamini kisawasawa kuhusiana na ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa husni tadbiri, lakini na uzuri wa kupangilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha kana jawabu Musa alayhi salam liqaumi, na kwa sababu hiyo ikawa jawabu ya Nabii Musa kuambia watu wake, jawabu lake likawa liko wazi, wadhihan la labsa fi, jawabu lake likawa liko wazi, kwa sababu ana tawakkul kwa Allah kwamba atamuokoa.
idh qala lahum bikulli thiqa. Nabiiullah Musa aliposikia wale wanaambia inna la mudrakun, hakika sisi tumeshakutwa sasa na maadui ndio tunamalizwa, Musa anayekini kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin, wala hakuna wasiwasi hata kidogo, wala sina shaka kwa Mola wangu, mimi nina Mola na atakuwa ni mwenye kuniongoza, wala sina wasiwasi. Alwaqtu salisa, kisimamo cha sita na cha mwisho, min fawaid hadhihi alqiswa, miongoni mwa faida za qiswa hiki cha historia hii ya Nabiiullah Musa na adui wake Firaun, anna almuallima as-saliha, hakika mwalimu ambaye ni mwema, wal murabbi al-falih, na mlezi aliyefaulu, yastathmiru al-mawaqif, yeye kuyachukulia fursa ya ile mawaqif ama mawaqif ambazo zinaweza zikapitia li khidmati dinillahi ta'ala, kwa lengo la kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wapi tunalipata hilo? فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه، تuna sallallahu alayhi wasallam zamani kuhamia katika mji wa Madina, wawajada alyahuda yasumuna Ashura, na akawakuta mayahudi wanafunga siku ya Ashura, siku ya 10 ya mwezi wa Muharram, mwezi huu tulionao. Istathmara hadha alhadath, mtume alichukulia ni fursa ya kuweza kufanya iliyokuwa mazuri. Wasaala anhu wa an sababi, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuta mayahudi wanafunga, kabidi aulize mna nini nyinyi, kwa nini mwafunga siku hii, sababu ni nini? Thumma ablagha sahabata, alipopewa jawabu kwamba waliposema hadha yawmun adhim, hadha yawmun salih, mayahudi walisema hii ni siku bora, hii ni siku tukufu, ni siku ambayo Nabiiullah Musa aliokolewa, au ni siku ambayo Allah alimwokoa nabii wake Musa. Kisha Nabii Musa kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala akafanyaje? Akawa ni mwenye kufunga siku ile. Mtume aliposikia vile akasema ana aula bi Musa, au ana ahabbu minkum bi Musa, mimi ni aula zaidi kuliko nyinyi kwa Musa, yani kuliko nyinyi mnaofunga, mimi kwa Musa ni wakaribu zaidi na ni aula kulifanya hilo. Thumma ablagha sahabatahu alkiram, kisha akawafikishia masahaba zake watukufu bi annahu aula bi Musa min ulaika alyahud alladhina khalafu shar'a, kuliko hawa mayahudi ambao waliweza kuikhalifu sheria yake, wa harafu kitaba, lakini pia wakawa ni wenye harifu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma amara as-sahabata bisiyami dhalika al-yawm, kisha Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaamrisha maswahaba zake bisiyami dhalika al-yawm shukran lillah, kwamba wao wafunge siku hiyo ya 10 ya mwezi wa Muharram, ikiwa kufanya hivyo ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'matihi, juu ya neema zake, wa fi qawlihi, na katika kauli yake Mtume akasema fa ana ahabbu bi Musa minkum, isharatun ila anna almu'minina, ni ishara ya kwamba waumini almuwahhidina, wale ambao ni muwahhidina wenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, fi kulli zamani wa makani, katika kila zama na katika kila sehemu, ikhwatun mutahabun, wao ni maikhwa, wao ni ndugu wenye kupendana, wa jasadun wahidun, na wao ni kiwiliwili kimoja. Angalia Nabiiullah Musa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa wao wamekuwa ni wenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wote hao wanasabika kwamba ni ndugu. Kwa hiyo wewe na walioishi na Nabiiullah Musa, walioishi na Nabiiullah Nuh, waliokuwa ni muwahidin, nyinyi nyote ni ndugu, na nyinyi nyote mnahesabika ni kiwiliwili kimoja. Mpaka kufikia hapa niseme subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.